Ndugu zangu wa Kiislamu, na kuhusieni kama ambavyo nastahiki kuihusia nafsi yangu dhaifu katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja wetu ahakikishe hofu yake ya Allah subhanahu wa ta'ala imewahi kumletea matunda katika maisha yake. Na miongoni mwa matunda mazuri yenye alama nzuri kwa mja mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni jicho lake kumiminika machozi kutokana na hiyo hofu ambayo yeye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yoyote ambayo itamtokezea duniani, iwe ni kwa sababu ya uovu aliyoufanya ukapelekea kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake, kwa uovu ule yakamiminika machozi kwa kuogopa adhabu za Allah, au kwa sababu ya jema alilolifanya, namna ya udhaifu wa binadamu, namna ya binadamu kuwa nafsi yake ni ammaratun bisu, lakini Allah tabaraka wa taala akamwafikisha kwenye kheri kubwa, akaweza kuifanya binadamu huyu kwa kutafakari ukubwa wa Allah na mapenzi ya Allah juu yake, akamwaga machozi. Hiyo ni neema kubwa, enyi ndugu wa Kiislamu. Ndipo akasema wanavyuoni, innal bukaa min khashyati llahi ni'matun, hakika kule kumwaga machozi binadamu kwa sababu ya hofu ya Allah, hiyo ni neema kubwa sana, hapewi mtu yoyote. Wama min qalbin, na hakuna moyo wowote ule, yuhramu hadhihi ni'ma, ambao utanyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema hii ya kuketi pahala kuyakumbuka mazuri aliyowafikishwa na Mungu akayafanya kiumbe dhaifu huyu, au kukumbuka mijidhambi mikubwa mikubwa aliyoifanya kumaasi Allah, rafi'u samawat bila amadin tarawnaha, akamwaga machozi kwa sababu hiyo. Hakuna moyo utakaonyimwa neema hii illa kana sahibuhu muawadan bi'adhabillah, isipokuwa atakuwa huyo mwenye moyo huo ameahidiwa na adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wawailun, na kuna adhabu kali sana, lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, kwa wale ambao mioyo yao itakuwa imesusua, haimiminiki machozi, ikapelekea kuonyesha unyenyekevu wa macho yao, pia macho yakamwaga machozi. Hata anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo huu huwa haushtuki kwamba hapa kimetajwa kitu kikubwa sana. Ole wao watu kama hao ambao mioyo yao imesusua kiasi kama hicho. Liyas'al alwahidu minna nafsa, hebu kila mmoja miongoni mwetu aiulize nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, kwa sababu mwanadamu nafsi yake anaijua vizuri, hata kama atatoa nyudhuru mbalimbali, lakini mimi hivi, lakini mimi vile, hayo ni mbele za watu, lakini anaijua nafsi yake vizuri, kiwango cha uovu iliyofikia nafsi hiyo au kiwango cha wema. Kila mmoja aiulize nafsi yake, mata akhiru marratin dami'at aynahu khashyatan wa khawfan min Allah, ni mara gani ya mwisho, ni mara ipi ya mwisho macho yake yalimwaga machozi, au chozi moja tu, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekaa akajitathmini alipotoka na alipo hivi sasa, na kama mauti anamkuta hivi sasa katika hali hiyo, anakutana vipi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo likaivuta
likampelekea abugujike machozi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja aliweke swala hili mbele ya macho yake. Walaalla jawaba kathirin minna, na huenda jawabu la wingi miongoni mwetu tuliopo hapa na wale watakaosikia sauti hii baadaye, huenda jawabu likawa qad yakunu min sanawatin adida. Huenda mtu akajibu akasema ni miaka mingi iliyopita, sikumbuki hata lini. Au annaha lam tadma aslan khashiyatan lillah, au mtu anaweza akajibu na jawabu hili ni baya. Tahadhari kuwa wewe utakapojiuliza jawabu lako likawa hili. Okay, ni mbaya kusema kwamba sikumbuki lini mwisho mimi ndo nilikaa pahala usiku hivi peke yangu, insha swali raka zangu 2 hivi nikakumbuka ovu nilolifanya mchana ule au maovu niliyofanya siku zilizopita. Mimi nilifanya vile, mimi nilikuwa ni mnyama kiasi gani, mimi mauti angelinikuta pale ingekuwaje mimi? Mwenyezi Mungu ananipenda kweli mimi, kaniokoa pale. Akalia, akamwaga machozi. Huenda baadhi yetu akajibu kwa kusema mie sikumbuki macho yangu mwisho lini yalimwaga machozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni hivyo, basi tuzingatie haya maneno aliyosemwa na wenye kusema. Qala ahadu salaf, amesema mmoja katika wema waliotangulia, idha bakatil uyunu, pindi utakapoona macho yanamwaga machozi, macho yanalia kwa ajili ya jambo lolote lile lililomkumbusha mtu likamshtua, kana dhalika dalilan, hiyo imekuwa ni dalili ya wazi kabisa, ala khawfiha lilwahidi dayani, juu ya hofu anayoogopa mtu yule kuchimbuka katika moyo wake ikaleta athari katika macho yake, macho yakabugujika machozi, hofu ya kumwogopa Allah ambaye yuko mmoja peke yake mwenye kulipa kila tendo lilotendwa katika dunia hii. Fa idha jamidat, pindi utakapoona macho yamekauka, fa idha jamidatil uyunu, utakapoona macho yamesusua, fa inna jumudal aini min qaswatil qalbi, hakika ususuavu wa macho, ugumu wa macho hayamwagi machozi. Hii ni kutokana na kususua kwa moyo, na kuna baadhi ya mioyo hususua ikafikia katika level mbaya sana. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, wako baadhi ya watu mioyo yao hususua baada ya Mwenyezi Mungu kuwaonyesha matukio makubwa makubwa ya kufanya mioyo yao ilainike, lakini still mioyo inazidi kususua. Fahiya kalhijara, ikaonekana mioyo imekuwa kama mawe magumu. Wakatafutwa wafungwa waliofungwa ndo wakapewe kazi ya kupasua mawe yale, yashindikane vikatafutwa vifaa vya kuja kupasua mawe yale. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, au unaweza ukawa moyo wa mtu ni ngumu zaidi kuliko jiwe lile. Subhanallah. Kwa nini? Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwa sababu yako baadhi ya mawe kwa ulaini yalionayo hupasuka yakamwaga maji, ukapatikana mto, watu wakanufaika na maji yale kwa kunywa na kufua, kupika, hata kunywesha wanyama na kumwagilia mazao. Mawe yamepasuka yakatoka maji, umma ukanufaika. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, na yako baadhi ya mawe yanayopasuka mipasuko midogo midogo, lakini still yakachuruzika maji yakawanufaisha wanywaji wa maji yale. Wa inna minha, na yako miongoni mwa mawe, lama yahbitu min khashiyatillah, yanaporomoka kutoka juu ya milima yanakuja chini kwa hofu ya Allah, yanavomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi yatakaposusua macho ya mwanadamu, basi yafahamu ya kwamba jumudal aini, kususua, kukauka macho yakawa makavu, hayawezi hata kumwaga machozi kwa ajili ya hofu kubwa iliyojaa
katika moyo. Min qaswati alqalbi, hilo linatokana na ususuwavu wa moyo. Wa qaswatul qalbi, na ususuwavu wa moyo. Min kathrati dhunubi, hutokana na wingi wa madhambi. Inna al-abda idha adhnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Mtume kasema mja anapotenda dhambi huwekwa nukta nyeusi katika moyo wake. Leo kafanya, imewekwa. Kesho kafanya, imewekwa. Hatta ta'alu, mpaka lile tabaka jeusi linakwenda kuzunguka moyo wote. Inakuwa ule moyo umekuwa covered na cover hilo, tabaka hilo jeusi linaloukava moyo ule. Sasa kila akiambiwa hasikii, aya zote haziingii. Inakuwa Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa, kwa sababu ya madhambi mengi. Mwenyezi Mungu anasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yamekwenda kuzunguka yale matendo maovu wanayoyatenda, yamekwenda kuzunguka mioyo yao, yale matendo wanayoyatenda wenyewe. Moyo kususua ni kwa sababu ya wingi wa madhambi. Wa kathratu dhunubi, na wingi wa madhambi. Min nisyanil maut, yatokana na watu kusahau kifo. Lau kama kila mmoja angelikuwa anakumbuka na anazingatia kwamba inawezekana muda huu ndio akanihudhuria malaika wa kutoa mauti, asingelionekana kilillahi kwamba amekaa katika uovu anaendelea kuufanya. Ikiwa itapita kweli katika moyo kwamba malaika wa mauti anaweza kuja kuichukua roho yangu hapa, na ikawa hii ndiyo alama ya mie kufufuliwa kwangu mbele ya Allah, nafufuliwa kwenye jambo hili, asingethubutu mtu kukaa pale. Lakini kwa sababu mauti yako nyuma, ndiyo maana madhambi tunayaanza mpaka tunayamaliza, na tunaweka nia ya kutenda mengine vile vile. Wa nisyanul mauti, na kusahau mauti. Min tulil amal, hii inatokana na urefu wa matumaini. Mtu kuona kwamba mie zangu bado zipo, na hakuna ugonjwa mbaya kuliko ugonjwa huu. Ugonjwa huu umewafanya wengi waongeze madhambi, na umewafanya wengi wawe wavivu wa kutenda ibada, kwa sababu bado nipo. Kama sijaswali leo, nitaswali kesho. Kama sijahiji mwaka huu, nitahiji mwaka ujao. Kama sijatoa sadaka sasa hivi, nitatoa baadaye. Ile nitafanya baadaye, mie bado nipo. Imewadhuru wengi sana kwenye mema, na pia imewadhuru wengi kwa madhambi. Nitafanya dhambi leo, nitatubia kesho, nitatubia. Tahamaki mtu anamkuta mauti baada ya kutubia. Gonjwa moja baya sana hilo. Watulul amal, na huo ugonjwa wa urefu wa matumaini, mtu akiwa nao ugonjwa huo unazilikana min shiddatil hirsi, ni kutokana na pupa kubwa la kibinadamu. Wa shiddatul hirsi, na pupa analokuwa nalo mwanadamu la kupata wingi wa mali, kupata wanawake wazuri, kuwa yeye ndo mheshimiwa. Pupa kama hilo, min hubbi dunya, sababu yake ni kuipenda sana dunia. Wa hubbu dunya, na kuipenda dunia. Ra'su kulli khati'atin, ndiyo kichwa cha kila uovu. Kila dhambi analolikurubia mtu, sababu yake tu ni kwamba kuna dunia pale katika dhambi ile. Anataka kuiburudisha nafsi yake pale kwenye nafasi miongoni mwa nafasi za kidunia, kwenye kipato miongoni mwa kipato cha kidunia. Kuna kitu cha kidunia pale kikamfanya yeye amaasi Mola wake subhanahu wa ta'ala. Basi mtiririko huu wa mabalaa yote haya, sababu yake au natija yake mwisho wa siku unamviringa mwanadamu mpaka unamkosesha wema miongoni mwa mema ambayo yatawaokoa watu siku ya kiyama, kuokoaji mkubwa mno. Mambo ya kupenda dunia, mambo ya wingi wa madhambi, mambo ya mabalaa yote haya yakikusanyika kwa mtu, utaona yanakuja namletea natija ya huu moyo kutokububuja machozi, macho kutokubibija machozi kwa ajili ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni dhara moja kubwa sana likimkuta binadamu. Kaa jitathmini
peke yako mwenyewe. Lini mara ya mwisho uliketi wewe ukamkumbuka Allah kwa ukubwa wake, ukamkumbuka Allah kwa ukubwa wake na madhambi uliyoyafanya wewe? Still bado Mwenyezi Mungu anakurehemu, still bado Mwenyezi Mungu anakuruzuku. Lini wewe ulimwaga chozi kwa ajili ya hilo? Mimi napendwa na Mola wangu mpaka leo nimepewa fursa ya kutubia mpaka leo. Lini hiyo? Ukijiona huikumbuki hiyo, basi jua kwamba hiyo ni ishara mbaya. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثانية فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu, innal bukaa min khashiyatillah, hakika neema ya kuruzukiwa mwanadamu macho yake kumwaga machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah, min a'dhamil umuri allati yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika mambo makubwa anayoyapenda Allah jalla jalaluhu. Fa an abi umamata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Abi Umama anasimulia kwamba Mtume kasema, laisa shay, hakuna kitu ahabba ila Allah, kinachopendeza zaidi kwa Allah, min qatrataini wa atharaini, kuliko matone mawili na athari mbili. Qatra, tone, min dumu'in fi khashyatillah, tone moja tu la machozi linalobubujika kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, linapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatrati damin, na tone moja la damu, tuhraqu fi sabilillah, linalomwagwa katika njia ya Allah. Matone haya mawili, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, wengi sisi katika zama zetu hatujapata neema ya matone ya damu yatakayomiminwa kutoka katika miili yetu kwa sababu ya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi pia tunakosa nafasi ya matone ya kumimina machozi yetu kwa sababu ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka uone Allah tabaraka wa ta'ala analeta jambo la maajabu, jambo la kutisha, na still watu wanalichekea, watu wanalipiga picha. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankasifani bi mauti ahadin wala bi hayati, wa innama yab'athuhum Allah subhanahu wa ta'ala takhwifan li'ibadihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Mtume anasema jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za kuonyesha ukubwa wa Allah, na wakati mwingine Allah anaonesha hasira zake kupitia vitu viwili hivi. Kwa hivyo ukiona jua limepatwa au mwezi umepatwa, jua kwamba wewe, fahamu kwamba wewe havipatwi kwa sababu kuna mtu mtukufu kafa au kuna mtu mtukufu kazaliwa. Hapana, sio hivyo. Allah huyaleta mambo kama hayo ili kuwatia hofu viumbe wake. Nipo na kuoneni, mnanikera na madhambi yenu yamekuwa mengi. Yeye mwenyewe anasema tabaraka wa taala, wama nursilu bil ayati, wala sisi hatupeleki alama mbalimbali duniani zikawashtua watu, illa takhwifan, isipokuwa kwa lengo la kuwatia hofu viumbe katika mioyo yao washtuke. Kama ingekuwa ndo kiyama leo kimesimama mchana kweupe, kipande
sana, mioyo imekufa. Hakuna kitu anachokipenda Allah katika vitu anavyovipenda isipokuwa matone mawili: tone la machozi linalobubujika kwa sababu ya hofu ya Allah, na tone la damu linalomwagika kwa sababu ya kutetea dini ya Allah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tena, la yalijun nar rajulun baka min khashyati llah, hatoingia motoni mtu ambaye alilia, alimwaga machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah jalla jalalu, hatta yauda al-labanu fi ad-dar'i, mpaka yatakaporejea maziwa kwenye kiwele cha mnyama. Yule ng'ombe anapokamwa yale maziwa, au mbuzi au ngamia, yale maziwa yarudi yenyewe kuingia kwenye kile kiwele cha ng'ombe. Ikiwezekana hivyo, ndio huyu mtu kuna possibility naweza kwenda motoni. Lakini kama haliwezekani hilo, basi possibility za kwenda motoni huyu mtu zimefungwa. Ni level kubwa atakayofikia mja, moyo wake ukawa laini kiasi cha kukaa pahala kwa hofu ya Allah, akafikia kumwaga machozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sab'atun, kuna watu saba, yudhilluhumullah, Allah atawafunika katika kivuli, yauma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Miongoni mwa watu saba hao, Mtume anasema, rajulun, ni mtu ambaye dhakara Allah khaliyan, ameketi pahala anamkumbuka Allah, anamtaja Allah akiwa faragha peke yake, fafadat ainahu, kwa sababu hiyo yakabubuja machozi macho yake mawili. Huyu mtu siku ambayo watu watakuwa wakiogelea kwenye majasho yao kwa sababu jua limekurubishwa kiasi cha maili moja, wamesimama katika ardhi inayofanana na shaba, sio ardhi hii tunayojua leo, ardhi inaunguza, jua limekurubishwa. Wako baadhi ya watu wachache wenye sifa maalum watakaokaa kwenye kivuli maalum cha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa watu hao ni wale ambao waliketi pahala peke yao, wakayakumbuka madhambi yao, wakamkumbuka Mola wao na rehma alizoziweka juu yao, ikapelekea kuwa ni sababu ya kumwaga machozi macho yao mawili. Huu ni wema mkubwa ambao watu wengi hawautambui, au watu wanautambua lakini shetani amekaa katika mioyo ya watu akawa kafilisha na jambo hilo. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika as-salafu salih kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Muhammad ibn al-Mundakir. Siku moja alisimama kufanya ibada zake, fabaka kathiran dhata lailatin, akalia sana katika usiku huo. Thumma jitamaa alayhi ahluhu, watu wake ikabidi wakusanyike pale, liyasta'limu, ili wapate kujua an sababi bukaihi, sababu ya kilio chake. Mtu mzima akilia hivi kuna jambo, mbona analia sana huyu? Ni mmoja katika wanavyuoni wakubwa. Fastajama lisana Muhammad ibn al-Mundakir, ulimi wake ukawa hauwezi kutoa jawabu kwa kwikwi alionayo juu ya kilio cha hofu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawajui analia nini. Fadau Aba Hazim. Katika mji kulikuwa na mwanachuoni mwingine anaitwa Abu Hazim. Wakaona tukienda tukimwita yeye aje aseme naye kwa heshima yake kidogo, anaweza kusema naye, atuambie tu kinachomliza ni nini. Falamma dakhala Abu Hazim hada Muhammad ibn al-Mundakir. Alipoingia Abu Hazim kwa nafasi yake ya ilmu na heshima aliyokuwa nayo, Muhammad ibn al-Mundakir kilio chake kilipungua kidogo. Fasalahu an sababi bukaihi, Abu Hazim akamuuliza Muhammad ibn al-Mundakir, walia nini wewe, umeshughulisha watu wako,
mpaka wamekuja kuniita mimi huko. Faqal, akamjibu kwa kusema talautu qawlahu ta'ala, mimi nimesoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inasema, inayopatikana katika suratu Zumar, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Viumbe watakapofufuliwa mbele ya Allah wakionyeshwa matendo yao, bada lahum, ya itawadhihirikia wao, ma lam yakunu yahtasibun, mambo ambayo hawakuwa wenyewe wakitarajia. Wengi wametaraji swala zao zitaokoa, wengi wametaraji sadaka zao zitaokoa, umra zao, hija zao, visomo vyao vya Qur'ani, lakini kumbe wengine havina thamani yoyote mbele ya Allah. Riya tupu imejazana katika matendo yao. Matendo hayana ikhlas, matendo hayana mutabaa, hayana mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tahamaki matarajio ya mja, mizagazaga aliyoyakusanya, maulidi, mambo gani mengi tu, yatakwenda kumsaidia mbele ya Allah. Akifika mbele ya Allah anakuta yanayomdhihirikia ni kinyume kabisa. Wabadalahum, aya inayoendelea mbele inasema yatakayowadhihirikia wao, sayyi'at ma'amilu, ni mabaya na maovu walioyatenda, wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, na hapo ndio itawathibitikia ukweli wa yale mambo waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Anasema hii aya imenitisha sana. Inawezekana ikawa mbio zetu tunakwenda tunarudi hazina thamani ya kutunyanyua sisi kumridhisha Mwenyezi Mungu, bali tutakayokwenda kukutana nayo ni mijinyangarika ya uovu ambayo tumeikusanya katika vitabu vyetu. Aliposema maneno yale, fabaka Abu Hazim, yule aliyekwenda kuitwa aje asaidie watu kuuliza, huyo tuulizia analia nini, labda wewe atakwambia, akamwaga kilio kikubwa kuliko alichokuwa analia yule. Waada Muhammad ila al-buka, na Muhammad ibn al-Mundakir akarudi tena kulia kilio kama alichokuwa akilia mwanzo. Sasa wawili washakuwa wanalia, sijui akatafutwe nani kuja kusaidia kuwanyamazisha hawa. Wanaovioni wawili waliokumbushana juu ya aya moja tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno machache tu lakini yana mazingatio makubwa. Wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, yatakwenda kuwadhihirikia watu mbele ya Allah mambo ambayo hawakutaraji, mambo kinyume kabisa na walivyokuwa wakidhania watu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumepoteza neema hii na amali njema hii ya kilio cha kulia kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka imekuwa ni jambo la kushangaza. Akionekana mtu kwenye khutba, kwenye mawaidha, kwenye sala, kwenye hiki analia, watu hushangaa, hulia huyu, na wengine watoke pale waseme kujionyesha tu kule, kwa sababu ni nadra watu kulia kwa ajili ya Allah, kwa sababu si kitu kilichozoeleka watu kububujika machozi kwenye ibada. Sasa imekuwa atakayefanya hivyo watu waseme wanamsikiliza yule mkujionyesha tu, atalia sasa hivi, atalia sasa, usubiri na itokezea amelia kwa sisi. Nilikwambia mimi imekuwa ni nadra. Tumepoteza neema kubwa, jambo la thamani kubwa la kutuweka chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi kila mmoja ajalie maneno haya tunayofungia khutba yetu yawe yamekaa mbele ya macho yake, yatamuongoza katika dira ya maisha yake ya dunia na maisha yake ya akhera. Mmoja katika salaf amesema, idha lam tabki min khashyati Allah, ikiwa hujalia kwa sababu ya kumwogopa Allah,
fabki ala nafsik, basi hebulia kuililia nafsi yako, liannak lam tabk, uiambie nafsi na kulilia wewe msiba kwa sababu hujawahi kulia kwa ajili ya Mola wako. Kama hofu ya Allah haijatufanya tulie pamoja na madhambi makubwa tunayoyafanya, basi tuzililie nafsi zetu, zimefikwa na msiba mkubwa. Kama unavyoona mtu kafa, baba yake, mama yake, nani yake kwenye familia analia, basi anastahili kuketi kuililia nafsi yake na watu waje wampe pole. Unalia nini? Naililia nafsi yangu, mwaka wa 10 huu sikumbuki lini mimi nafsi yangu ilitetereka, iliingia hofu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minun, hakika waumini wa kweli, idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, anapotajwa Allah nyoyo zao huingia hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na katika baadhi ya aya inasema kharru sujadan wa bukia. Wa idha tutla alaihim ayatur rahman, zinaposomwa kwao aya za Allah, kharru sujadan wa bukia, wanaporomoka, wanasujudu na wanalia sana kwa sababu ya aya za Mwenyezi Mungu. Sasa kama zinasomwa kila siku, mawaidha kila siku, mioyo yetu haiingii hofu wala macho yetu hayamwagi machozi, tunastahili kuzililia nafsi zetu na watu waje watupe pole pole kwa msiba uliokufika, msiba mkubwa sana huu, kuliko mtu kufiliwa na mkewe au mtoto wake. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.